Niwapongeze wabunge wote wa bunge la 12 kwa sababu ilikuwa ni kilio chao cha muda mrefu kuona bajeti ya kilimo iwezeshwe, kwa sababu ni majimbo machache sana nchini kwetu ambayo hayafanyi kilimo. Majimbo ya mjini kama Dar es Salaam na yenyewe yanategemea sisi tuweze kulima ili tuweze kuwapelekea chakula ambacho wanapaswa kutumia. Kwa hiyo ongezeko kwanza la bajeti, tunashukuru sana kwamba tunaamini kwamba zile baadhi ya changamoto ambazo zinafanya mkulima asiweze kusaidika itaweza kwenda kusaidia, mfano kwenda kujenga miundombinu ya umwagiliaji, mfano jimboni kwetu mabonde yote ambayo tulikuwa tumeyapendekeza kwamba yanapaswa kuingia kwenye mpango wa umwagiliaji. Bonde la Kamsamba, bonde la Kasinde, ambapo kutakuwa kwenye bonde la Kamsamba kutakuwa kuna ujenzi wa bwawa kubwa ambalo lina cubic mita kama 62 na point kadhaa. Lakini bonde la Kasinde kuna ujenzi wa bwawa ambao una ukubwa wa cubic mita kama 88 hivi. Lakini pamoja na kulijengea miundombinu ya umwagiliaji, bonde lenyewe la Kasinde ambalo lina hekta zaidi 1500. Na katika taarifa ya Mheshimiwa Waziri imeonekana kwamba usanifu umeshakamilika, huko kwenye hatua ya manunuzi kwa ajili ya kutaka kuanza ujenzi. Kwa hiyo tunaamini kuongezeka kwa bajeti hii utaweza kwenda kusaidia. Tafsiri yake ni nini? Nikiamini kwamba wananchi ambao mimi nawatumikia wa jimbo la Momba wanaweza wakafanya kilimo zaidi hata ya misimu miwili kulinganisha na vile ambavyo tumekuwa tukifanya, kwa sababu kinachohitajika sio mvua, kinachohitajika ni maji. Lakini vivyo hivyo tunaamini kuongezeka kwa bajeti, sisi pia ni wakulima wazuri sana wa zao la, nikiongea kwenye umwagiliaji huko na maki ni mazao yote, lakini kuongezeka pia kwa bajeti, sisi ni walimaji sana wa zao la mahindi. Kwa hiyo tunaamini kile kiwango ambacho kinatengwa pia kwa ajili ya kununua mbolea, na ambayo mbolea ndani yake imekuwa standardized, imewekwa ruzuku. Kwa hiyo pia itaenda kumsaidia mkulima aweze kupata kilimo chenye tija. Lakini vivyo hivyo viuatilifu, wananchi wanahitaji kuweza kupata viuatilifu. Lakini pesa ambayo pia inatengwa pia kwa ajili ya huduma ya masoko. Wananchi kulima tu kusipokuwa kuna soko zuri kutawavunja moyo. Kwa hiyo mikakati ile, pesa ambazo zimetengwa kwa ajili ya kupata masoko ya nje ya nchi, ambayo yanapelekea sasa kunaonekana supply inakuwa ndogo, demand inakuwa high. Tunapouza tu ndani ya nchi yetu, kitaalamu mimi nasema kidogo uchumi, maana yake tunamaanisha kwamba demand inakuwa low, supply inakuwa high. Supply inapokuwa high, demand inakuwa low, obviously price huwa inakuwa low. Lakini demand inapokuwa high, ni mahitaji yanapoongezeka sana yanakuwa makubwa, na usambazaji ukawa uko vile vile au ukawa chini, maana yake tafsiri yake bei huwa inapanda kwa sababu wanaohitaji ni wengi. Kwa hiyo tunamaanisha kwamba tutaweza kuuza mazao kwa wingi, tutaweza kuuza mchele kwa wingi nje ya nchi, tutaweza kuuza maharage yetu kwa wingi nje ya nchi. Kwa vyovyote vile bei zitakuwa nzuri, na mambo yote ambayo yanamhusu mkulima. Lakini kubwa, hata nilipokuwa nikichangia leo, nimepata nafasi ya kuchangia kwenye bajeti hii Wizara ya Kilimo, ni hoja yangu ya kwanza kabisa kubwa ambayo ilikuwa ya msingi. Nilikuwa nikiongelea kuhusiana na katika ile mikakati ya Mheshimiwa Waziri ambaye ameiweka vipaumbele vyake, ambacho anapaswa kuongezea katika hivyo vipaumbele kwa miaka 6, aweke kampeni ya kutokomeza kulima kwa kutumia jembe la mkono. Yaani mpaka hata sasa hivi, pamoja nimesema na Watanzania zaidi ya 60%, inawezekana Watanzania hata zaidi ya 80%, huko kwenye 60 bado, wote mpaka muda huu tuko karne ya 21 tunatumia jembe la mkono. Lakini pamoja wanatumia jembe la mkono, wanajitahidi. Sasa assume kama wakiwawekea vitendea kazi, matrekta, maavesta, mashine ya kupulizia dawa, helicopters ambazo zinaweza kupuliza dawa ikiwa angani, mkulima huyu wa Momba, mkulima huyu wa Tanzania atajituma, kwa sababu mpaka sasa hivi Watanzania wengi hususan wana Momba wanatumia nguvu kubwa kuliko ambavyo akili inapaswa itumike. Na sasa sio makosa yao. Sasa utafanyaje? Unataka upange mikakati yako mzuri kulima ekari 5 na upate gunia 1000. Mkulima kawaida mzee yuko kule Momba, babu hawezi kulima ekari 5 kwa mkono. Akijitahidi sana ataishia ekari 2, 3. Lakini wangekuwa na matrekta ya kulima, ongeza kulima kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kampeni moja hapo ambayo kwenye hii bajeti tuliyoipitisha kubwa, ambayo Mheshimiwa Waziri anapaswa kuzingatia, ni kuondoa mwana Momba na Mtanzania kulima kwa kutumia jembe la mkono. Walime kwa kutumia vifaa vya kisasa, ili eneo kubwa liweze kuzalisha kikubwa, muda mfupi utumike vizuri, lakini pia
uzalishaji uwe wenye tija, nguvu kidogo, akili nyingi.